Alhamdulillahil hadi samadi alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ndugu zangu, tunaendelea katika kitabu chetu Al-Fiqhul Muyassar, sehemu ya mwisho tulioishia katika babu tahara, ni matumizi ya maji ambayo yameachwa na viumbe kama binadamu na wanyama wale ambao wanauliwa, ambao ni halali kuliwa nyama zao. Mlango wa pili ni babul aniya, mlango unaozungumzia vyombo. Fil aniya wa fihi iddatun masail, katika vyombo kuna masala mengi. Nini maana ya aniya? Al aniya ni maneno ya Kiarabu. Hiya al awiya, maana yake ni kitu ambacho kinachoweza ukikusanya kitu kwa kukibeba kwa pamoja. Alati yufadhu fiha alma, ni chombo ambacho au ni kibebeo kikusanyiwa ambacho kinachotumika kuhifadhiwa maji, wa ghairuhu, na vitu vingine, sio maji. Sawa kanat min alhadid, sawa sawa chombo hicho kiwe kimetengenezwa kutokana na chuma au min ghairihi, au madini au kitu kingine tofauti na chuma. Wal aslu fiha alibaha, vyombo asili ya matumizi yake ni mubaha, likaulihi taala, kwa kauli ya Allah anasema huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jamia, kwamba yeye ndiye ambaye aliyekuumbieni kila kilichoko katika ardhi. Yeye ndiye aliyekuumbieni kila kilichoko katika ardhi. Almas'alatu alula, masala ya kwanza. Masala ya kwanza katika mlango huu wa vyombo, istimalu aniyati dhahabi wal fidda, ni matumizi ya vyombo vilivyotengenezwa kwa dhahabu na fidda, wa ghairuhuma, na vyombo vilivyotengenezwa katika madini mengine ambayo sio dhahabu na fidda. Fi tahara, katika kujitoharisha, matumizi yake. Yajuzu istimalu jamii awani, inajuzu kutumia vyombo vya aina yote. Fil akili, katika kula, wa shurbi, na kunywa, wasairi al-amali, na wasairi al-istimal, na matumizi mengine. Idha kanat tahira, kinapokuwa chombo hicho ni kisafi, mubaha, na ni mubaha kukitumia, yani kiko sawa katika matumizi, kimeruhusiwa na sheria katika kukitumia. Walau kana thamina, hata kama kitakuwa ni cha thamani kubwa sana, libaqaiha ala al-asli wa huwa al-ibaha, kwa kubaki kwake katika asili ambayo ni mubaha. Maada aniyatu dhahabi wal fidda, isipokuwa vyombo vya aina mbili tu. Chombo cha kwanza kimetengenezwa kwa madini ya dhahabu, chombo cha pili kimetengenezwa kwa madini ya fedha. Fa innahu yahrumu al-aklu wash-shurbu fihima khaswatan, hivi vyombo ni haramu kula ndani yake na kunywea ndani yake, hasa duna sairi al-istimali, tofauti na matumizi mengine. Kulia ndani yake na kunywea ndani yake, vyombo hivi ni haramu kuvitumia kwa Muislamu, ni haramu kuvitumia. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kutokana na kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fidda, msije mkanywea katika vyombo vilivyotengenezwa kwa madini ya dhahabu wala madini ya fedha. Wala taakulu fi sihafihima, na fi suhafiha, na wala msilie katika masahani yaliyotengenezwa kwa dhahabu na fedha. Kwa sababu matumizi ya vyombo hivyo ni kwa ajili ya watu wengine ambao sio Waislamu katika dunia, wala kum fil akhira, na ni vyenu ninyi katika matumizi akhira. Waislamu ndo mtapewa ruhusa ya kuvitumia vyombo vya aina hiyo. Sasa nini hikma ya Mtume kukataza, au nini hikma ya Allah kukataza matumizi ya vyombo vya dhahabu na fedha? Ni kwa sababu katika dhahabu na fedha kuna kemikali ambazo zina madhara katika kiwiliwili cha binadamu.
lakini pia zina madhara katika afya ya binadamu. Pia utengenezaji wake lazima utakuwa haukuzingatia sana katika kumwepusha binadamu kuingia katika madhara ya afya yake. Lakini Mtume anasema tumeruhusiwa sisi kuvitumia akhira kwa sababu vitakuwa vimeboreshwa zaidi kwa ajili ya matumizi yetu sisi. Vimeondolewa yale makemikali yote, kwa vimeboreshwa, havina madhara yoyote. Kwa hiyo kila ambacho kimekatazwa kina madhara ndani yake, na kila ambacho kimeelekezwa kina faida nyingi katika afya na maumbile yetu sisi binadamu. Ni kama pombe ilivyokatazwa. Pombe imekatazwa katika dunia, lakini akhera ipo. Lakini si pombe hiyo unayokunywa ukaanza kujikojolea na kujinyea. Ni pombe ambayo ni maalum, imeandaliwa kama sehemu ya starehe kwa wale ambao Allah atakawajalia kuingia katika janna. Pombe ambayo haileweshi. Kwa hiyo Mtume salama katika hadithi nyingine anasema, alladhi yashrabu fi aniyati alfidda, yule ambaye anayenywea katika chombo kilichotengenezwa kwa madini ya fedha, inma yujarjir fi batnihi nar jahannam, si vinginevyo utaunguruma moto wa jahannam katika tumbo lake. Yani ni katazo ambalo ni kali zaidi, katazo ambalo ni kali zaidi. Fahadha nasun ala tahrimi al-akli, dalili hii imesimama juu ya uharamisho wa kulia ndani ya chombo, wa shurbi, na kunywea ndani yake, duna sairi al-amali, tofauti na matumizi mengine. Yani matumizi yaliyokatazwa ni kunywa na kunywea, lakini matumizi mengine yameruhusiwa. Fadala ala jawazi istimaliha fi tahara, imejuzu au imejulisha juu kwamba matumizi juu ya kujitoharisha vyombo hivyo inajuzu. Wanahyu amun yatanawalu al-inai al-khalis wal-mumawwih bidhahabi au al-fidda au alladhi fihi shay'un min adh-dhahabi wal-fidda, na katazo hilo limekusanya kabisa yatanawalu inai al-khalis, chombo ambacho kabisa ni khalis, yani kimetengenezwa kwa madini ya dhahabu na fedha bila kuchanganywa na madini mengine. Mfano, bila kuchanganywa kwamba madini ya dhahabu yakawa ni nusu na madini mengine yakawa ni nusu. Hicho ni chombo ambacho kimetengenezwa kwa madini hayo tu, hakina mchanganyiko wa madini mengine. Tufafanue kidogo hapa mwisho. Anasema katazo hili limekusanya yatanawalu inai al-khalis, chombo ambacho kwanza kimetengenezwa kwa madini ya dhahabu na fedha kabisa, basi bila kuchanganya na chochote, lakini pia na chombo ambacho kimechanganywa madini ya dhahabu na fedha. Kile ambacho kimetengenezwa ni khalis kwa madini ya dhahabu na fedha, na kile ambacho kina mchanganyiko wa madini ya dhahabu na fedha. Vyombo vya aina hii ni haramu kuvitumia kwa sababu tayari kimeshaingizwa madini ambayo yameharamishwa katika matumizi. Kwa hiyo tusinukuu kwamba ni chombo tu ambacho ni khalis kwa madini tu ambacho hakijachanganywa, hata kilichochanganywa. Kwa hiyo wallahu alam. Ndugu yenu Twalib Jafari, msikose kufuatilia chaneli yetu na kusubscribe kwa ajili ya kujipatia maalumati nyingi pamoja na maelekezo.